Njoo, usiogope, njoo. Wewe kama serikali, naomba unijibu hilo. Uchague hapa, uende kwa TAKUKURU au kwa polisi mmoja wapo. Sasa wewe chagua mwenyewe. Unajipeleka wapi sasa? Lakini haina haja. Haina haja. Pembejeo zinapokuja, zile pembejeo halali au kwa kizungu tunaziita original, basi nyuma yake huwa kunakuwa na zile pembejeo fake. Ndugu Mheshimiwa DC, wewe kama serikali una mpango gani kuhakikisha kwamba hizo mbegu fake au pembejeo fake kwa ujumla zinaondoka, haziwepo katika ule mfumo? Naomba ndugu Mheshimiwa DC unijibu hilo. Asante. Sawa kabisa. Umeuliza kama mbunge, yani kama uko bungeni. Sawa, tutakupa jibu. Una ushahidi wa hizo feki? Kwa sababu jamani, serikalini tuna mamlaka zinazoshughulikia na udhibiti na ubora. Kwa hiyo unapoikuta ile feki, ni lazima utujulishe, tutume sasa wenzetu wa mamlaka inayohusika na kudhibiti ubora wa hiyo bidhaa. Asante. Umeniuliza hivyo kwamba una kidhibiti? Yes. Ni kwamba ilikuwa ni mwaka jana, mbegu za mahindi zilitokea madukani humo. Tukawa tunanunua mle kwenye kile kimfuko. Kuna ile wanaita voucher. Inabidi ukwangue uhakikishe kwamba hii ni feki au si feki. Nilijaribu kuhakikisha, ikaonekana kwamba ile mbegu si halisi. Ndipo nipogundua kwamba basi huenda kweli kuna feki na isio feki. Ile mbegu nilirudisha kwa muuzaji. Asante. Sasa ulichukua hatua gani? Si umegundua feki? Basi hapo tu ndo nilishindwa kwamba nifanyeje, lakini nilithibitisha kuwa ile ni fake. Usitaje kampuni wala duka. Njoo muone mtu wa TAKUKURU hapa tuchunguze. Si unataka tuchukue hatua? Lakini haina haja. Haina haja kwamba huyo mtu achukuliwe hatua, sababu naye anafanya biashara. Ila tu ni tahadhari. Nataka ndugu kiongozi uchukue tahadhari. Ndio atuambie ametoa wapi feki. Ndugu kiongozi, naomba niishie hapo, lakini unichukue hilo. Jamani, ndugu zangu, naomba niwaambie, hii ndio shida tulionayo. Moja, kuna watu wanaonewa nyumbani, wanapigwa, wakipelekwa huko hospitalini wanatibiwa, wanasema sasa tumlete sasa mume wako yuko. Sasa nimeshamsamehe. Unagundua bidhaa feki. Lazima tuchukue hatua ili tukomeshe. Kuna mtu anatoa hela yake aliyotoa jasho, anaenda kutumia ile bidhaa, anaingia hasara. Kwa lazima tukomeshe hivi vitendo. Tunapomhoji yeye atatuambia ametoa kwa nani, mpaka tuone mzizi wa hilo tatizo. Kwa inawezekana yeye asipate matatizo, lakini naye anapewa na mtu mwingine. Sasa mkiwaficha hivyo, ndugu yangu, tunawakusaidiaje sasa? Kwa hiyo wewe inabidi tu utoe ushirikiano, ndugu yangu. Ndio umeshalisema kwenye mkutano wa hadhara. Kwa hiyo wewe inabidi tu uje uchague hapa, uende kwa TAKUKURU au kwa polisi mmoja wapo. Sasa wewe chagua mwenyewe. Unajipeleka wapi sasa? Njoo ndugu yangu tusaidie, au umefuta kauli tena sasa? Njoo, usiogope, njoo bana. Gari, unaona sasa mambo ya ndugu yangu. Haya basi, tutakuhoji baadaye vizuri bana. Tutakuhoji baadaye vizuri, utuambie tu. Hatapata shida. Tunataka tujue chimbuko. Wako watu wanyonge wanatumia hizo hela, wanapewa vitu feki. Na sisi hatutaki bidhaa feki. Ndio maana mmewekewa vocha kuthibitisha kama ni feki au ni. Ndio maana nataka tujue ukweli. Sasa msifiche uovu, ndugu zangu. Msifiche uovu. Sawa jamani, Mkiona hicho kitu msifiche. Una ripoti. Tutawatajia na namba ya kuripoti ya TAKUKURU, lakini hapa mna polisi kata, yupo mtu mzuri kabisa. Polisi kata yuko wapi ndugu yangu? Njoo bana Ibrahim, njoo. Mambo mengine mna ripoti kwa afande hapa, bwana nimeona hiki na hiki. Na yeye anajua utaratibu. Si ndio Kwa kuna mara anaenda anachunguzwa sasa kijinai. Kuna mara anaenda anachunguzwa kwa utaratibu fulani. Akiona sio la kwake, naye anajua kama la TAKUKURU, tutafuatilia.